Bwana Yesu asifiwe. Maranatha. Si unajua wote tunaamini kwamba Yesu anakaribia kurudi. Kwa wale ambao tunaishi maisha ya utakatifu, no compromise, tunaamini kwamba Yesu anakaribia kurudi. Kwa hiyo Maranatha ni maneno yenye maana njoo e Bwana Yesu. Na hilo ndio tumaini letu watakatifu. Niko shambani na nilikuwa nawekea mbolea. Ukiangalia mikono yangu vizuri, nilikuwa nawekea mbolea kwenye mahindi, na hapa nyuma yangu kuna mahindi. Utaona view yake. Namshukuru Mungu kwa kuwa shambani. Lakini kuna jambo la msingi sana ambalo nataka kushare na wewe. Nikiwa hapa shambani nafanya kazi, kuna jambo ambalo Mungu ameongea na kunisemesha, ambalo anajaribu kunipush ndani nisiondoke sijalisema. Kanuni ya mafanikio. Kanuni ya mafanikio. Ni somo potential ambalo watu wengi wanatamani wajifundishe na wajue ni namna gani wanaweza wakapata wepesi kwenye maisha, hasa kiuchumi na uhitaji wa vitu ambavyo tunavyo kwa uhitaji wa kila siku. Kama jinsi ambavyo Paulo anasema kwamba muwe na utoshelevu wa kila kitu wala pasiwe na upungufu. Sasa masomo ni mengi ambayo yanapita kwenye mitandao, makanisani pia ambako wewe unaabudu. Ila kuna jambo ambalo Mungu amenisemesha, kujaribu kuweka matengenezo mahali ambako kuna uongo. Na hasa kanuni ambazo zinafundishwa si kanuni ambazo Mungu anataka zifundishwe. By the way, watu wanafundisha kutoka kwenye uelewa mdogo, wanafundisha kutoka kwenye uelewa uliopotoka pia, lakini pia wengine wanajua wanachokifanya. Kwa sababu ya nia mbovu, hawana kusudi na wewe ambaye unawasikiliza, isipokuwa wao wana makusudi ya mafanikio binafsi. Kwa mara nyingi na mara zote mafundisho ya namna ya kufanikiwa yamefundishwa kwa kanuni ya kubeti. Kubeti. Wamejaribu kuwapushi watu na kuwasisitiza watu kwamba ukitoa 500 Mungu atakupa 1500. Ukiwa na shida na 200,000 panda mbegu, Mungu atakupa kile unachohitaji. Unahitaji 500,000, basi do that, God will bless you. Lakini kwa safari ya mafundisho ambayo nimekuwa nikipitia kutoka kwa Mungu mwenyewe kwa kunionyesha maandiko, nimefika mahali ambapo clearly I know truly and truth has exposed to me, and what I know is true and truth. Kwa sababu wengi wanafundisha ukweli lakini si kweli. Na Biblia inajua na inamtamka Mungu kama Mungu wa kweli, na mafundisho yake yanatakiwa yawe kweli. Sasa kanuni kubwa ya kufanikiwa ambayo Mungu amenifundisha sio kubeti. Sio kubeti. Kanuni kubwa ya Mungu kukufanikisha ni wewe kuwa na level ya kiroho ambayo you are worthy to trust. Is a game of trust. Is a game of faithfulness. Yani, by the way, Mungu akawa ananiambia mimi kumbariki mtu is a game of trust, a game of faithfulness. We have to play game between me and you. We will keep playing that game. If you fail, I put you away. And if you success, or if you do well, you're worthy to trust, then I bless you. Kwa Mungu kitu ambacho ameweka msisitizo, anasema kumfanikisha mtu ni game of trust. Ni mchezo wa kuamini. Ni mchezo wa kukuamini. Yani Mungu atakupima kwenye kila kitu na atakuwa na kujaribu. Na wewe wakati huo kama utakuwa unajua siri hii, you have to keep playing that game of faithfulness. You have to keep to make sure you convince God that you are a faithful man. You are a faithful woman.
Hii ndio siri kubwa ya Mungu kukubariki. Na kitu Mungu amekuwa akinisemesha ni vitu vidogo sana. Nasema Mungu anahitaji kuamini kwenye kila eneo. Mungu anahitaji kuamini kwenye kila eneo. Alafu akisha kuamini ndio huwa anakubariki. Okay, ngoja tujaribu kuexplain kwa namna ambayo Mungu amekuwa akinifafanulia. Mungu anasema mfano kusoma kwenye kile kitabu cha Mathayo sura 24 na sura 25. Utakuta Yesu anaongea maneno fulani. Anasema mfano 24 anasema ni yupi mtumwa mwaminifu ambaye bwana wake atamwamini na amwachie nyumba yake, alafu awape watumwa wengine chakula chao kwa wakati wake. Inaendelea kusomwa pale, utaitafuta kwenye Mathayo 20 na Mathayo 24. Then utaenda kwenye Mathayo 25, the same. Mungu au Yesu Kristo akajaribu kuongea tena na tena juu ya swala uaminifu. Akasema juu ya story ya talanta. Wachukua watu 3 wakampa wa kwanza 5, wa pili 2, wa tatu 1. Alipoenda akarudi akakuta yule wa 5 na 10, alafu yule wa pili anazo 4. Yule mjinga mmoja akaizika. Then alipokuwa anajaribu kuongea naye kama bosi, akamwambia heri mtumwa mwema na mwaminifu. Na kwa kuwa umekuwa mwaminifu kwa kidogo, then utakuwa mwaminifu kwa kikubwa. Akaaminiwa kupewa miji 10 yule wa 5, na yule akaaminiwa pia kupewa miji mingine kulingana na uaminifu wake. Therefore, what God do, kitu cha kwanza kabisa, hata Mungu kukujaribu, anakujaribu kutokana na level yako ya uaminifu. Kama wewe ni mwaminifu kidogo sana, atakupa kidogo sana. Take note, wale watatu, yule wa kwanza alikuwa mwaminifu kiasi ambacho Mungu akamwamini akampa 5. Yule mwingine alikuwa kidogo ni mwaminifu lakini sio mwaminifu ilivyotakiwa, akapewa 2. Na kwa level yake, kwa zile 2 alikuwa mwaminifu. Na kwa level yake yule aliyepata 5 akawa mwaminifu. Lakini mjinga ambaye Mungu aliona kabisa this no. Akampa ngapi? 1. Na alivurudi kweli akawa ni mpumbavu. Kwa hata ile 1 alipewa tu kujaribiwa. Kwa hiyo therefore, kama wewe sio mwaminifu, 1, remember, this is a game of trust. A game of trust. You will go a process in this game of trust. Mungu hakuamini. You have to show your faithfulness mpaka Mungu akuamini. Therefore you will go a process, you'll go through a process. Kuna vitu utapitia na Mungu atakuwa na kujaribu kutokana na level yako. Kama level yako bado wewe atakuletea 1. Lakini kwa kuwa bado vitu haviko sawa, hiyo 1 utaizika mzee. Na somehow kama unajitahidi atakupa 2. Be faithful. Be faithful. Okay, kuna watu bado hawajanielewa. Tuendelee kufafanua. Kinachotokea ni hiki. Mungu anakuangalia kwa kila kitu, hata kile kidogo. Unaishi kwenye nyumba ya kupanga, hauiharibu nyumba ya mtu. Na kumbuka nyumba za kupanga pia zina grade. Kuna wa grade ya nyumba ya 5,000. Kuna mtu anaishi kwenye nyumba ya 30,000. Kuna mtu anaishi kwenye nyumba ya 200,000 au 500,000. Na siamini sana kama mtu anayekaa kwenye nyumba ya 200,000, ya 5,000, anaweza akatoka kwenye hiyo nyumba akaenda kwenye nyumba yake. Don't believe. Utaenda stages. Utatoka kwenye nyumba ya 5,000, Mungu atakupeleka 50,000. Hali yako itabadilika, itaenda nyumba ya 100,000, itatoka hapo utaenda 200,000. Then utashifti. Labda kama uko kijijini ndio kuna nyumba za 5,000 kijijini. Lakini ile nyumba sio kumbe inakuwa ina hadhi hiyo. No. Then sasa point ni hii. Mungu atakuangalia hata kwa kidogo.
hiyo nyumba ya mtu, unaitunza, unailea, unaijali inavyotakiwa, Mungu atakuangalia. Vyoo umepewa vizima, haujabomoa, rangi ilikuwa safi, haujachora na watoto wako, God will search for everything, even a small thing, to trust you. Unawafanya kazi, unawapa mshahara wao kwa wakati wake, bila kuwadhulumu, bila kutengeneza sababu, God will search for it. Sawa? Kanisani unaenda kwa wakati unaotakiwa, kwa muda ambao ulipangwa, God will look for it. Umeajiliwa, ofisini unafika kwa wakati, unafanya kazi ulivyotakiwa, kwa bidii iliyotakiwa, God will search for it. Kanisani unatoa fungu la 10 linavyotakiwa. Wengi mnadanganywa hapo. Toa fungu la 10 kwa uaminifu. No. Ni sawa. Ila point ni hii. Mungu anaangalia ule uaminifu. Haangalii kwamba wewe you are consistent, kwamba ukitoa fungu la 10 unazulumu huko watu, alafu Mungu ndo akubariki. No. There must be a balanced equation. Yani lazima mzani wako wewe unasoma sawa sawa. Umebalansi. Mshahara unalipa watu, fungu la 10 unatoa. Mungu anachokiangalia kwenye fungu la 10 ni uaminifu. Unatoa inavyotakiwa. Una watu nyumbani wanakula chakula bila kuwanyanyasa, na Mungu atakuletea hata wageni. Aangalie. Kumbuka wakati Ibrahim anapandishwa kubarikiwa kwa kumpokea yule bwana Isaka, alipimwa kwa kuletea wageni, akawa mwaminifu kuwapa chakula. Na Biblia ikashauri ikasema, mwe wakarimu, mtapokea malaika ambao hawatakuja kama malaika wa siku zote, watakuja for a purpose. Wao watakuwa na funguo sikiweza kufungulia milango, ili ufanikiwe kufika kule Mungu anakotaka kufika. Sasa unisikilize, wazee wapendwa, ndugu zangu, kufanikiwa na Mungu kukubariki iko kwenye kanuni ya wewe unastahili kuaminika. You are worthy to trust. Yani Mungu akishakuona wewe unafaa kuaminika, akikupa fedha, cha kwake ni cha kwake, cha Kaisari ni cha Kaisari, cha wafanyakazi ni cha wafanyakazi, cha wahitaji ni cha wahitaji, then God will bless you. Okay, unafanya biashara, unalipa ushuru, kama ushuru wanakuja. Okay, hamjaelewa bado. Mungu sio mwizi. Yani Mungu ukiwa unafanya biashara atataka wale wanaokuja kuchukua ushuru wapewe cha kwao. Wafanyakazi walioko hapo kwenye ofisi wapewe cha kwao. Kanisani kiende cha kwake. Kuna uhitaji na ujenzi kanisani, Mungu apate cha kwake. Then baada ya kuwa you are worthy to trust, Mungu amekujaribu in that game of trust kwa miaka kadhaa, ndipo Mungu huwa anaanza kukushifti according to level of trust. Anakujaribu kutokana na level yako. Unafaulu, anakushifti. Unafaulu, anakushifti. Unafaulu, anakushifti. That's the life in Jesus. That's the life in Jesus. Hayo ndio maisha ndani ya Yesu. There is no such a thing. Kwamba mnabeti kanisani, una shida ya milioni 10 unapeleka milioni 1 alafu Mungu akupe 10. Never ever. Mungu ataangalia vitu vidogo vidogo vingi halafu akuamini. Unastahili kupewa milioni 10. Is your life equal to that 10 millions? Kama level yako haiko sawa na hiyo 10 millions, Mungu hakupi. Kwa Mungu atakuangalia matumizi yako binafsi, mpangilio wa maisha, mpangilio wa ibada, ni mwaminifu hata kwenye maombi na utaratibu wako wa kumwabudu Mungu, mwaminifu kuendelea kusoma neno, mwaminifu katika kutenda mema, kila kitu unakitenda sawa sawa. Sasa kanuni hii ndio inayofanya Mungu akubariki. Mungu anatafuta mtu wa kumwamini, aweke vitu vyake, alafu vifanye kazi ambayo inakusudiwa. Hiyo ndio siri kubwa. Ndio maana kitu
miongoni mwa vitu Mungu ameongea na mimi wakati nakaribia kuanza kuchukua hii video, Mungu akanisemesha akaniambia, that's why siwaamini watu wengi kuweka kwenye serikali na hasa kwenye vitengo vile ambavyo hata mshahara utakuwa mzuri. Siwaamini kwa sababu siwaamini, then siwaweki kwenye hizo positions, siwaweki kwenye vitengo vya uwaziri au bunge nini. La, wanatumia uganga, wanatumia njia za shortcut. Si kwamba siwezi kuwaweka, I can put them there, but I'm not trusting them. Kanuni ni hiyo. Kama Mungu anachotaka akuamini. Mungu anachotaka akuamini. Na kitu Mungu akaongezea akasema, ninaweza nikaangalia katikati ya waovu, nani kidogo ninamwamini anaweza akawapa watu wangu chakula chao. Anaangalia. Kwa hiyo unaweza kukuta Mungu anakosa kanisani mtu wa kumwamini, alafu anamkuta ni mtu wa dini zao huko na ni mwenda kwa waganga, lakini Mungu anaangalia anasema, huyu angalau I can trust him somehow, even for maybe 20% or 40%. Lakini si kama wale walioko kanisani ambao nikiwaweka watavuruga kabisa. Kwa hiyo my friend, you want to live a life of no stress kwenye upande wa material needs, uhitaji wa vitu. Play the game of trust from today. Lipa fungu la 10 ilivyoelekezwa. Fika ibadani ilivyoelekezwa. Omba ilivyoshauriwa, kwa sababu hata kwenye kuomba Mungu atakuangalia. Mwingine anasema, nataka niombe siku 40 ili Mungu anibariki. Bro, God will never bless you kwa sababu umefunga siku 40. No. Wengine anasema, nilisikia testimony ya fulani aliomba siku 7 Mungu akabadilisha uchumi wake. No. Huyu, sikiliza, kuna vitu viwili. Wengine wanajibia maombi na shetani. Lakini pili, kuna mtu anaomba hizo siku 7, Mungu anamwamini kuanzia baada ya hapo, kwa sababu wakati anaomba na alipofika mahali akaamua kuomba, alikuwa mwaminifu kwenye fungu la 10, alikuwa mwaminifu kwenye ibada, alikuwa mwaminifu analipa watoto wafanyakazi wake, alikuwa mwaminifu anafanya biashara, anatoa revenue, ana pay revenue according to instruction from government. Sawa, au mnahitaji ushuru, sawa, analipa kwa wakati wake. Sasa anavopata ule msukumo, inakuwa ni instruction ambayo Mungu anakuwa amempa. Sasa akitekeleza ile instruction ndio anatokea kwenye breakthrough yake. Lakini usiingie kufunga siku 40. No, that's why kwenye maombi kitu kikubwa Mungu anachodili nacho ni our personal character, ili aweze kutuamini. Unashangaa unaingia kwenye maombi, ukitoka hapo unaweza ukatoa sadaka ilivyotakiwa, fungu la 10 ilivyotakiwa, unaatendi ibada ilivyotakiwa, mikesha ilivyotakiwa. Maombi, kwa sababu maombi sio hiari, ni amri. You have to pray. Mungu ameweka, kwa hiyo ataangalia uaminifu wako kwenye maombi. Wewe ni mtu wa shida ndio unaomba, forget God to trust you and to trust you for things. Never. He'll never trust you. Kwa Mungu atakuangalia unaomba kwa uaminifu, unafanya vitu kwa uaminifu, unatekeleza kila kitu, ibadani upo, ofisini unafika kwa wakati, umeajiriwa unafika kwa wakati, darasani wewe ni mwanafunzi uko kwa wakati, unasoma, unatekeleza vitu vyako. Mungu amekupa kihuduma, unakifanya kwa uaminifu. Okay, kwa mfano, kwa kumalizia, na rafiki yangu ambaye nampenda sana, one day alinitembelea kanisani, akanishauri, akaniambia, mchungaji, unajua kuna mahubiri sasa ya kuwafundisha watu, unatakiwa kukusanya kwanza watu, alafu baadaye ndio wahubiri ni uanze kuwapeleka kwenye ukweli taratibu. Unajua watu sasa hivi. Nilimwangalia, sikumjibu, lakini angejua ushauri wake. By the way, nampenda, ni rafiki yangu, ila alichofanya alifanya asichokijua. Biblia, ili mimi nibarikiwe, inataka niwe mwaminifu. Nihubiri Mungu alichotaka nihubiri. Nisimamie Mungu alichotaka nisimamie. Nifundishe Mungu anachotaka nifundishe. By the way, mimi ni mtumwa. Kanisa sio mali yangu, ni mali yake. Kwa ninavyokuwa pale kanisani, maandiko yanasema ni yupi mtumwa mwaminifu ambaye bwana wake alimwamini akamwacha kwenye nyumba yake.
Sasa kanisa ni nyumba yake Mungu. Mungu kaniamini, kaniweka pale. Nitawapa watumwa wake chakula kwa wakati wake. Na nitawapa chakula ambacho kimegushiwa wakijagushiwa. God will search for me for years, not for one day. Atanifuatilia kwa miaka. Na atanikagua na kunikagua. Ninahubiri kilichoko, na ataruhusu nione njaa, ataruhusu nikose, ataruhusu wakati mwingine nijaribiwe. Do I keep in faithfulness? Ninaendelea kuwa mwaminifu? Then God will trust me the day he will decide to trust me. Wewe mchungaji, wewe ambaye ni mtumishi, mzee, ukishakuwa mtumishi, hiyo kazi sio yako. Brother, hiyo kazi sio yako. Hiyo kazi ni ya Mungu. Mungu atakukagua. Mungu atakuangalia. Unaweka mikutano kwa nia yako na kumanipulate gospel, yani kuipindisha injili ili watu waje kwako upate watu wengi. Okay, hiyo kanisa Mungu atakuachia kwa sababu hiyo ni mali yako. But if that church is of God, wewe fanya Mungu anachotaka ufanye. Ndio maana wachungaji wengi unashangaa una kanisa miaka 7 halichomoki. Na nikwambie wanaoliloga sio wachawi. Ni Mungu mwenyewe kalifunga. Ni Mungu mwenyewe kalifunga. Na Mungu atakuangalia. Na watu wawili. Nimenishangaza sana. The more I preach truth, the more people run away. I know it. Nime experience for more than 3 years. Naomba fanya ifundishe kweli na nini, lakini watu ndo wanakimbia. Hear me, nisikilize. Mungu anakujaribu. Mungu ananijaribu. Will I run away? Nianze kutafuta njia za kina fulani, za mafuta, za kudanganya hivi, za kuambia toa, za kuambia njoo kwa Yesu ni mwema, hata ukivaa suruali ni sawa, ukifanya makeup ni sawa, ukisuka ni sawa. Nijaribu kuhalalisha vitu ambavyo Biblia imeweka alama. Si sawa, si sawa, si sawa hiki tena. Hiki si sawa. Nijaribu kuvipindua ili tu basi niweze kuwafitisha watu wa dunia hii ili waenjoy, waone kuna wepesi kanisani. I will never do such a stupid decision. I will keep in faithfulness till God trust me. Na huu ni ushauri wangu kwako. Mwamini Mungu. Mungu Bwana anaendesha serikali. Hampandishi mtu cheo bila kumwamini. Mungu anaongoza serikali yake. Hamuinui mtu asiyeaminika. Kwa hiyo atanijaribu, atanipitisha huku, nimechagua njia moja. Hata nikiweka mkutano, nimeweka mkutano si kwa ajili ya kujaza maelfu. Ni ubiri na nifanye kile Mungu alichoagiza. It is enough. Kazi ya kukuza ni ya Bwana. Paulo aliwahi kumaliza hiyo kesi. Akasema mimi nitatia maji au Apolo ataotesha, lakini akuzae ni Mungu. Kwa yote na yote mimi nitafanya hicho. Nitahubiri Mungu anachotaka. Nitasimamia misimamo Mungu anayoitaka. I will keep in that faithfulness. Katika uaminifu huo, then God will trust me one day, I believe. Kwa hiyo, kwa ufupi, Mungu akubariki. You want to prosper, you want to enjoy life and no stress kwenye material needs. Mungu anahitaji uwe mwaminifu. Uwe mwaminifu. Uwe mwema. God bless you.